Kama unapenda nyumba yako iwe na bati refu namna hii hapa, basi kaa unisikilize kwa makini. Kama unapenda nyumba ambazo bati zake zimeenda juu sana, kaa hapa unisikilize kwa makini. Iko hivi, binafsi hili naliona kama ni janga la taifa, lakini nataka kuanzia sasa lisiwe tena janga la taifa na watu waweze kuelimika kujua ni nini kilicho nyuma ya majengo ya namna hii hapa. Hapa nimechagua hili jengo sio kwamba lina mwenuko mkubwa sana kwenda juu, hapana, ila nimegundua vitu viwili vya msingi ambavyo naweza nikavizungumzia hapa vikakujaribu kukuamsha kwa namna moja au nyingine, ukajua hatari iliyojificha kwenye majengo ya namna hii hapa. Tutaanza na jambo la kwanza. Jambo la kwanza, bati kwenda juu zaidi, mwinuko wa bati. Kila kitu kifanyike kwa kiasi. Kitu kikifanyika kikapitiliza, pengine kiweza kikaleta muonekano mbaya, lakini pia kikahatarisha pia maisha ya watu. Nikwambia kitu kimoja, sawa? Hapo juu unapopaona zilizokaa bati, kuna vitu vitatu vikuu ambavyo ni vizito sana. Kitu cha kwanza ni mbao za kenches. Mbao za kenches kivyovyote vile katika majengo ambayo bati limeenda juu sana, mbao huwa zinakuwa ni nyingi sana. Nazo pia zinazalisha kitu ambacho kidogo kina uzito zaidi. Yaani uzito ambao unakuwa ni mkubwa sana. Tunachana na mbao, tunakuja kwenye bati lenyewe. Bati lenyewe ni zito kwa sababu, nikupe mfano tu. Wewe mwenyewe hapo unanisikiliza, uwezi ukaziweka bando mbili za bati begani kwako. Na kama uwezi kuweka bando mbili za bati begani kwako, kwa aina ya bati iliyotumika hapa, bando yake moja ina jumla ya bati 16. Sasa fikiria hapa, tuchukulie kwa mfano huyu ametumia bati 250. Ukipiga 250 ukigawa kwa 16 unapata idadi fulani hivi ambayo kipopote vile uwezo ukaipakia hata kwenye kilikuu. Sawa eh? Sasa kama kilikuu akiweza kubeba, basi ujue mzigo ulioko juu hapo kwenye upande wa bati ni mkubwa sana. Usizungumzie mbao. Nazo mbao hizi uweze ukazipakia kwenye kilikuu wala gari ndogo. Sawa? Achana na hivyo vyote viwili. Tunakuja kwenye kitu kingine ambacho pengine unaweza wewe hujakiwaza. Misumari inayotumika kugongelea bati hili ina uzito mkubwa sana na inafanya bati linakuwa zito zaidi. Kwa mjumuisho wa vitu hivi vitatu, inafanya uzito ulioko juu ya jengo lako unakuwa ni mkubwa zaidi, kana kwamba ni bora hata ungejenga ghorofa. Uzito ulioko hapo juu ni zaidi ya ghorofa ambayo ina matumizi makubwa juu, kama vile shule ya msingi au hata jengo la sherehe ambalo litakuwa na idadi ya watu wengi kwa upande wa juu. Sawa? Sasa hatari inakuja vipi? Hatari ya kwanza, wakati unaanza kujenga jengo lako, una kitu pekee ambacho kitakufanya utumie zege pamoja na nondo, ni kufunga renta peke yake. Sasa kama ulikuwa haujui, kufunga renta peke yake kutafanya jengo lako uliwe limejengeka chini ya kiwango, kwa sababu mzigo ulioko juu haubebwi na renta, bali unatakiwa kuhakikisha ya kwamba kila eneo lenye kona kwenye jengo lako unasimamisha nguzo ya zege ambayo itakuwa na nondo ndani yake, kama vile unajenga ghorofa. Sasa hapa nafikiri tunaweza tukawa hatujaelewana. Unapojenga jengo ambalo lina bati lililoenda juu zaidi, hakikisha unapoinua boma lako jenga kama unajenga ghorofa, kwa sababu zile nguzo za zege utakazozisimamisha ndizo ambazo zitakusaidia kubeba mzigo unaoenda kuweka huko juu huko juu upande wa kwenye kupaua. Sawa? Hili linaweza likafanya majengo ya namna hii hapa kubomoka kiurahisi sana pale ambapo yatakutana na mtikisiko kidogo tu wa tetemeko la ardhi, au itakutana na upepo mkali, hasa upande wa juu wa jengo. Kumbuka, kama jengo lako limeenda juu zaidi, upepo linapokutana na upepo juu, hasa kwenye upande wa bati, inafanya huku chini kwenye kuta zako kutengeneza mipasuko. Lakini pia ikitokea tetemeko la ardhi, ni rahisi sana jengo lako kubomoka kwa kupata mipasuko mikubwa, na pengine hata kubomoka kabisa. Itategemea sasa na ubora wa zege iliwekwa hapo kwenye upande wa renta, na pia ubora wa ratio ya simenti, ratio ya mchanganyiko wa simenti na mchanga kati ya tofali na tofali ilikuwa ya ubora kiasi gani. Sasa hapa nafikiri nimeelezea vizuri kwenye pointi ya kwanza. Sawa? Kama sijaelezea kitu vizuri, kuna kitu kingine nimekiruka hapo, unaweza ukaja hapa chini kwenye comment ukaniandikia. Kitu cha pili ni namna ambavyo imetengenezeka migongo ya bati isiyo na ulazima juu ya bati, kufanya bati liweze kuwa na mikia kama mkuki hivi. Nafikiri hapa inaonekana vizuri hii hapa ni makosa makubwa sana kwenye upande wa bati, kwa sababu huko juu unatengeneza mkondo mwingine wa maji utakaoyalazimisha maji kuacha njia yake ya asili
na kutafuta mkondo mwingine wa namna gani anaweza akashuka huyo akapata uelekeo mwingine mzuri wa kushuka kwa spidi na kwa kasi ile ile, lakini yakiwa yameongezeka, sio yale tena yakiwa madogo, yameongezeka. Kumbuka hapo katikati hapo patakusanya maji. Pakisha kusanya maji yaende upande wa kushoto au upande wa kulia. Sasa kosa linakuja hivi, eneo hilo maji yanapokutana na uzio na baada ya hapo yatafuta eneo lingine kushuka, yana uwezo wa kutengeneza nyufa zaidi na kufanya bati liweze kuvuja. Aidha mfuniko ulioweka hapo unaweza ukazidiwa na maji ukabomoka, na baada ya hapo maji yakashuka ndani ya jengo, sawa, au maji yaweze kupenya kutokana na nyufa zile ambazo zinaweza zikatokea pale baada ya upoaji kufanyika. Pengine huwa na changamoto kidogo ambazo huwa zinatokea, muda mwingine haiwezi kapauliwa ikawa perfect kote, ila kuna hatari kubwa sana ya kuvujiwa ndani kama utatumia aina hii ya upauaji ambayo inakuwa na vimikuki ambavyo havina ulazima. Kama hakuna ulazima kufanya hivyo, acha bati lishuke tu moja kwa moja, sawa. Hivi utataka kutengeneza tatizo baadaye, lazima jengo lako litavuja tu. Haliwezi likakaa miaka miwili bila wewe kufanya maintenance juu kwenye upande wa bati. Hilo liweke clear na liko clear. Kama kuna mtu alikudanganya, basi mimi ninakuambia hapa utafanya sana marekebisho, pengine hata kulishusha hilo bati na kuweka katika mfumo mwingine. Anyway, yote kwa yote, mimi ninakushauri kila kitu fanya kwa kiasi. Kila kitu fanya kwa kiasi. Kunyanyua bati juu zaidi ni hatari sana kwa afya yako, lakini kwa wale wote ambao watakao kuwa wanaishi kwenye hilo jengo, maisha yao yako hatarini. Lakini kufanya jengo liwe na mikuki namna hii hapa inahatarisha pia pesa zako, kwa sababu utalazimika sana kufanya maboresho, maintenance zisizokuwa na ulazima, wakati ambapo ungeweza kuepuka wakati ambapo ulikuwa unaanza kujenga. Hilo pia unaweza ukaliconsider au ukalizingatia pale ambapo utakapotaka kujenga nyumba yako au nyumba ndoto yako. Kama ndoto yako ni kufanya ujenzi wa namna hii hapa, nafikiri nimeelezea sana hapo. Fuata hayo nimeweza kuelezea. Unaweza ukajenga jengo lako na bati lako likawa refu zaidi pengine kuliko hata kanisa. Inawezekana, lakini kama hutafuata hayo, basi usije baadaye kusema kwamba kuna watu wanakuroga kwamba usiweze kufanikiwa na nyumba unazojenga wewe zinabomoka. Wewe tu zingatia hilo kwamba jengo unalojenga ni jengo ambalo linakuwa halina kiwango, na kama halina kiwango, kubomoka ndio matokeo yake, na ndio matokeo ya ujenzi ambao wewe unaenda kufanya. Natumai kila kitu nimekielezea hapa. Kama kuna kitu sijakielezea, basi kwenye comment niandikie hapo. Video inayofuata nitaelezea vizuri sana. Nikukumbusha tu usiache kutufollow mitandao ya kijamii. Tunatumia Makazi Mpanda, lakini pia namba ya simu hiyo hapo nimekuwekea hapo, inapatikana WhatsApp. Unaweza kanitumia message WhatsApp, andika neno niunge. Baada ya hapo nitakupatia link, na kupitia link hiyo utaweza kujiunga na WhatsApp channel yetu, na kila tunapokuwa tunapost ramani za nyumba, wewe utakuwa sehemu ya watu wa mapema sana kutazama ramani hizo. Kama wewe ni fundi, basi challenge hii ni kwa ajili yako. Njoo hapo uniambie kwa nini wewe unapata kazi kwa mteja wako unaenda kumjengea nyumba namna hii hapa bila kumuelimisha. Na kama ulikuwa unashindwa kumuelimisha kwa sababu ni mbishi, kwa nini hata baada ya ujenzi tunamwambia bwana, pamoja kama tunanyanyua bati juu, basi hichi tusikifanye, tusiinue majengo yakawa na mikuki. Hii nayo ni hatari sana, pia itahatarisha sana kazi yako, kwa sababu utaonekana wewe ni miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi za mchongo. Kazi zote mbaya zitakuwa zinatambulishwa na wewe, kwa hiyo hilo nalo litaribu kazi yako. Lakini pia nataka uniambie hapo, wewe mdau au wewe msikilizaji hapa, nyumba za namna hii hapa ziko hasa mikoa gani hapa Tanzania? Najua kila mkoa bwana una aina ya majengo ambayo yanajengwa huko. Wewe uniambie majengo kama haya umeona wapi sana Tanzania hapa? Mimi ni Revocatus James na hii ni Makazi Mpanda. Hizi ni tips ambazo naendelea kukuletea kutokana na vitu ambavyo naendelea kuviona mitandaoni. Nataka nijifunze mimi, lakini pia kila anayefuatilia Makazi Mpanda basi aweze kujifunza. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.